Kuna ugonjwa unaoua kuku kimya kimya. Hakuna kikohozi, hakuna kuharisha, lakini kuku wako huanza kulemaa, kupinda shingo na kufa mmoja baada ya mwingine. Ugonjwa huu unaitwa Marek disease. Leo tutaeleza kwa kina, Marek disease ni ugonjwa gani, unaenezwa vipi, kwa nini chanjo yake ni ghali na haipatikani kwa wafugaji wengi wa Afrika, na ni hatua gani mfugaji anaweza kuchukua kuudhibiti hata bila chanjo. Marek disease ni ugonjwa gani? Marek disease ni ugonjwa wa virusi unaosababishwa na herpes virus ya kuku. Ugonjwa huu hushambulia mishipa ya fahamu, mfumo wa kinga na viungo vya ndani kama ini na wengu. Ni ugonjwa hatari kwa sababu hauponi, hauna dawa na kuku aliyeambukizwa hubaki mbebaji wa virusi maisha yake yote. Ndiyo maana Marek ni tofauti na magonjwa mengi ya kuku. Kuku wanaathiriwa vipi na Marek? Marek huathiri kuku hasa kuanzia wiki ya 6 hadi miezi 6 ya maisha. Dalili zake ni pamoja na kulemaa kwa mguu mmoja au miwili, miguu kwenda mbele na nyuma isivyo kawaida, kupinda shingo au kichwa, kupungua uzito, kukosa hamu ya kula, kifo cha ghafla bila dalili za awali. Mara nyingi wafugaji hudhani ni upungufu wa vitamini au majeraha ya kawaida, lakini kwa kweli ni Marek. Marek disease unaenezwa vipi? Hapa ndipo hatari ya ugonjwa huu ilipo. Marek huenea kwa njia ya hewa kupitia vumbi la manyoya ya kuku. Virusi hutoka kwa kuku mgonjwa au mbebaji na kuingia hewani kisha kuvutwa na kuku mzima. Virusi vya Marek vinaweza kuishi bandani kwa miezi mingi hata bila kuku kuwepo. Hii ina maana kuwa banda lililotumika zamani linaweza kuwa chanzo cha maambukizi kwa vifaranga wapya. Kwa nini chanjo ya Marek ni ghali sana Afrika? Hili ni swali linaloulizwa sana na wafugaji. Sababu kuu ni hizi. Kwanza, chanjo ya Marek ni chanjo hai. Inahitaji kuhifadhiwa kwenye baridi kali sana, mara nyingi chini ya nyuzi joto 0 kwa kiwango kikubwa. Pili, chanjo hii hutolewa kwa kifaranga cha siku moja tu. Ikichelewa kutolewa, haina maana tena. Tatu, baada ya kuchanganywa, chanjo lazima itumike haraka sana. Haiwezi kuhifadhiwa kwa muda mrefu wala kugawanywa kwa urahisi. 4, miundombinu ya cold chain Afrika bado ni changamoto. Umeme, freezer maalum na usafirishaji wa chanjo ni ghali na si wa uhakika. Ndiyo maana chanjo ya Marek hupatikana zaidi kwenye hatchery kubwa na mashamba makubwa, lakini si kwa mfugaji.